السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tunaendelea na mihadhara yetu leo, takriban ni siku ya tatu. Tulikuwa tunazungumzia gonjwa au afa, miongoni mwa maafa nalo ni afa la hasira, ambacho ni kitu cha kitabia, yani ni amrun ghariziyun, ni jambo la kitabia, kwa maana kwamba mwanadamu hawezi kuepukana nalo. Ni jambo ambalo lipo na ni tabia yake, ni maumbile, na maumbile ndiyo kitu ambacho huwezi kuepukana nacho, kwa sababu Mwenyezi Mungu ukishakiumba kipo. Na ikiwa ghadhab ni maumbile, hatuwezi kusema ghadhab ni mbaya au ni nzuri, hatuwezi kusema hivyo. Mbona vipi kuhusu hasira? Hasira ni mbaya sana, huwezi kusema hivyo moja kwa moja. Au kaulizwa, hebu nieleze kuhusu hasira, usema hasira ni kitu kizuri sana. Hapana, kizuri au kibaya itategemea zile hasira, kilichokukasirisha na namna ulivyokasirika. Kwa hiyo ile reaction na namna ya hasira yako ndiyo itakayotupelekea sisi na dhumu au na mdaho. Sema bwana alipofanyiwa yale alikasirika bwana. Kweli yule mwanamume shujaa. Unaona, sasa tumekusifu pamoja na hasira zake, lakini sasa baada ya kukasirika alifanya nini? Tuliona bwana alikosewa heshima na adabu, lakini hakuchukua hatua yoyote mbaya inayokugharimu, akaondoka pale pole pole. Malimbukeni watasema yule bwege, mwoga, hawezi bwana yule, umeona imekaa kimya tu hakujibu. Lakini wewe mwenyewe unajua kwa nini ulinyamaza, kwa nini hukuchukua hatua. Kwa hiyo hasira zako zitatoa hukumu, ulikasirikia nini, ulizuilia nini hasira zako, na kwa nini wewe ulitasarraf vile wala ukutasarraf hivi. Tumezungumza sana katika mlango huo, lakini nimewakumbusha kwamba Imam Ghazali amesema atharuhu la yakhfa ala alfardi
wal mujtama. Athari ya hasira iko wazi, wala haihitaji tochi, kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii. Nataka niwagusie kidogo tu ili leo tuondoke, tuufunge huu kurasa. Tukasema pia inaweza ikapita kutoka kwa mtu ikaenda kwa watu, kwa jinsi moja ikaenda kwa jinsi nyingine mfano wake. Tukapiga mfano, inaweza ikatoka kwa mwanamke mmoja ikaenda kwa wanawake wote, na inaweza ikatoka kwa mwanamume mmoja ikaenda kwa wanaume wote. Ile hasira ikabidi imewaathiri kwa mwanamke yule wanaume wengine wote, au wazazi wote, mababa wote, mamama wote. Lakini pia inaweza ikapindukia ikawa imeenda kwa watu. Sasa yule mtu aliyekusababishia lile janga mpaka kukawa kuna fundo katika moyo wake alikuwa ni Mkenya, umefahamu? Alikuwa ni mtu kutoka huko. Sasa Wakenya wenzake wote wakawa ni maadui zako, wakati aliyekukosea wewe ni mtu mmoja, lakini kwa sababu wanatoka huko huko, au wote sawa tu, au wanatoka Pemba, au wanatoka Tanga, au wanatoka Tanzania bara. Hamuoni kuna watu wanahamim wakitajwa watu fulani, sema hao ni kadha 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 kadha, kwa sababu tu alikerwa na Mtanga mmoja, alikerwa na Mbara mmoja na Mzanzibari mmoja. Basi kila kukicha yeye matusi yake yote ni kwa Wazanzibari. Hii mwanzo wake ni kule kule tulipoelezana katika mafundo ambayo hayakuweza kufunguka kwa njia moja au nyingine. Sasa leo tuachane na hili janga, tusilizungumze sana, tumeshalizungumza bima fihi alkifaya kama taqulu alarab. Sasa leo tuje tuzungumzie solution, kinyume chake. Ghadab kinyume chake ni alhilmu. Alhilmu, hasira. Ukitaka usiwe mtu mwenye hasira, tahalla bisifati alghadab. Na tumesema kuwa kuepukana na hasira haiwezekani, ni mtu tu kuzuia na kucontrol hasira zako. Wewe unaitwa halim. Nani? Halim, mtu ambaye hakasiriki hovyo, hachokozeki, mtu ambaye hasira zake ziko mbali, mtu ambaye anazuia hasira zake, anaitwa halim. Na alhalim ni ismun min asma'illah, miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu. Ukiangalia haya majina yote utalikuta alhalim. Mtu unaweza kuwa halim, lakini huwezi kuitwa alhalim kwa sababu ni sifa, ni jina la Allah. Unaitwa tu Abdul Halim, kwa sababu alhalim ni jina la nani? La Allah. Lakini sisi huwa tunazichukua zile sifa za Allah tunazifanyia kazi. Kama alkarim si ni jina la Allah, na sisi tunakuwa wakarimu. Sababu ukarimu ni sifa yake Allah, anampa huyu, anakuwa Jawad ni sifa yake Allah, As-Sabur ni sifa yake Allah. Lakini hizi sifa zake Allah zote na sisi tunatakiwa tuzifanyie kazi, tuwe na subra, tuwe wakarimu, tuwe wapole. Huko ndo kuifanyia kazi sifa ya Allah. Yaani hatujilinganishi kwamba na sisi ni miungu, hapana. Mwenyezi Mungu ametuambia tuwe na subra, ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kwa hiyo ukimsikia mtu anaitwa halim,
jua amepewa jina, basi inatakiwa aendane na vile vitendo vya Halim vikoje. Unatakiwa uwe mtu mwenye subra, na mara nyingi sana majina yanaathiri, majina yanaathiri. Ndio maana tunaambiwa wazee tuwaite watoto wetu majina mazuri. Mara nyingi sana jina unaloitwa linaendana na vitendo vya yule mtu ambaye watu wametabaruku naye. Ndio maana usije ukaitwa Muhammad alikuwa ukawa na vituko, umeitwa jina kubwa Muhammad, afu kazi yako ni kuvuta bangi, ni kulewa, ni kufanya vituko. Muhammad na hilo jina wapi na wapi? Hayo mambo zaendana na vile vitendo vya Muhammad. Uthman uendane na mwenyewe ambaye alikuwa na jina hilo. Umar linaenda. Sasa wapeni watoto wenu majina mazuri, sio kama yule baba aliyomuita mtoto wake Khumfasa au Khumfusa, Jalu, dudumavi, anamta mtoto wake hivi. Sasa huyo mtoto atakuwaje? Aathirike na kitu gani? Kwa dudu lile chafu lenye kubiringisha uchafu kwa pua yake na uso wake. Unataka iwe vipi? Alafu awe na vitendo vizuri gani? Mpe majina mazuri ili aathiriwe na yale majina, awe anakwenda kama mwenye majina yale. Naam, ndio Mtume akimbadilisha mtu jina, akiliona jina sio zuri anambadilisha, anamuita wewe ni kadha, wewe ni kadha, wewe ni kadha. Kwa hiyo alhilmu ni sifa ambayo kila mu'min anatakiwa ajipambe nayo, awe nayo. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam siku moja aliona ujumbe umekuja kumuona. Miongoni mwa wale watu kulikuwa na mtu ukimwona uso wake hana haraka, akaingia pahala, wenzake wote wakaja haraka wakakusanyika pale, wakaenda pale, yeye hakuwafuata. Kaingia sehemu akajisafisha, kakoga, katawadha polepole, alafu akaenda kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, wewe una majambo mawili mazito ambayo Allah anayapenda. Mambo gani? Alhilmu wal anatu. Wewe miongoni mwa mambo ulionayo, kwanza ni mpole, huna papara, huna haraka, yani ni mtu ana busara. Kisha una tabia ya hilmu. Kwa hiyo halim ni mtu ambaye hana ghadhab za haraka, yasbiru ala jahli aljahilin, anayesubiri na kuvumilia uchokozi wa wenye kuchokoza, ujinga wa wajinga. Tena alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, halim ni mtu ambaye anajizuia hata kama amechokozwa wakati wa hasira. Kwa hiyo neno au jina Alhalim, sifa zake ndio hizi zote tulizozitaja. Sasa kama mu'min hana hii sifa, uumini wake bado haujawa umeiva. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine ya Abu Huraira iliyosimuliwa na Imam Muslim na hata Bukhari, anasema laisa shadidu bisur'ati, mwenye nguvu na hodari si yule mwenye kuwapiga watu mitama. Sur'a ni kupigana mieleka, ukamdondosha mtu, kumpiga mtama ukamwangusha, yani kupigana ukawa hodari wa kupigana. Anasema huyu haitwi ana nguvu. Bwana akawapiga watu 9, fa huwa shadid, basi huyu ni shujaa. Mtume anasema la, laisa shadidu bisur'a, shujaa sio kwa kuwaangusha watu mieleka. Innama shadidu
man yamliku nafsahu inda alghadabi. Mtume akamaliza, lakini shujaa ni mtu ambaye ameweza kumiliki nafsi yake wakati wa hasira. Huyo ndio shujaa. Maneno ya Mtume hayo. Sasa huyo ndo halimu. Asa hata ukiomba mtoto jifunze kwa dua ya Nabii Ibrahim katika suratu Safat. Nabii Ibrahim ameomba mtoto, anasema rabbi habli minas salihin fabasharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Lakini mtizame huyu mtoto alivyoombwa mpaka na taayini ya sifa. Anamwambia rabbi, mola wangu, habli, nipe mtoto. Unajua Nabii Ibrahim ni katika wale watu ambao wameishi muda mrefu hawakuruzukiwa mtoto mpaka wakamuomba. Watoto wa kuomba hao, unakuja unapewa, na unajua we mtu amemaliza miaka 60, 70, 90 hana mtoto, akija akimpata yale mapenzi yote yaliokuwa katika moyo ya kupenda watoto anapewa yule mtoto, anakuwa ni mtoto anadekezwa, anaengwa, anapendwa. Lakini Nabii Ibrahim hakuomba mtoto tu. Sikiliza wasfu wa mtoto anayemtaka, rabbi habli minas salihin. Kwanza naomba mtoto mwema. Na wewe ukiomba mtoto, omba mtoto mwema. Lakini pia hata kama hukuomba mtoto mwema, tendo la ndoa, vijana, tendo la ndoa lina dua yake. Kama sikuona haya na watoto wapo hapa, ningewauliza wangapi wanaomba dua wakati wa wanacheka kwa sababu hamna anayeomba hiyo dua illa man rahima rabbuk, yani ni wachache. Lakini Mtume anasema ukienda katika starehe zako sema Allahumma jannibni shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana fa in qudira lidhalika tiflun aw waladun lan yamassahu shaytan au lan yadurruhu shaytan au kama qala Rasulullah. Yani sema hivi, ya Rab, niepushe mimi na mwenzangu na shetani, na kiepushe kile ambacho utakadiria kitazaliwa na shetani. Ndio anasema Mwenyezi Mungu akijalia kwa tendo lile akapatikana mtoto, atakuja mtoto ambaye hatodhuriwa na shetani. Ni watoto wangapi wamedhurika na shetani katika mujtama? Ndio maana tunaona vijana wetu walivyo, hakuna dua. Unakiona kijana mpaka unauliza ni kijana ni kijini? Ni kijini. Ndio maana na zile vituko na harakati nyingi na mambo mpaka unajiuliza, huyu ana wazazi, huyu ana baba, huyu ana mama, huyu. Watoto wanawatukana leo watu wazima, akina mama. Kwa sababu wewe kwanza ungekuwa ni mtu ambaye unajua taalimu za dini, usingemtukana mama wa mtu, kwa sababu Mtume anasema idha sabba ar-rajulu aba ar-rajuli faqad sabba abah, au kama jaa fi al-hadith. Unapomtukana baba wa mtu, maana yake umemtukana babako, au ukamtukana mama wa mtu, umemtukana mamako. Sasa hebu niambieni, ni mama wangapi lile tusi maarufu la kutajiwa mama ndio maji yetu ya kunywa mitaani, bila kisisi wala kididi wala kuona ukakasi. Vijana wetu mpaka hapa msikitini sasa hivi, mimi nilikuwa naingia nikamsikia mtoto hapa nyuma anatukana wazi wazi,
haogopi msikitini, wala haogopi imamu anapita, wala haogopi kitu chochote. Imekuwa ndio utamaduni wetu. Huko kwenye mitandao huko, Suma pale anatupitisha, anatupeleka kwenye TikTok. Weangalia hiyo mitusi iliyoko kwenye TikTok. Kama mtu hajafurahishwa na mzungumzaji au na neno au na maneno anayosikia, yote haya ni kutokamana na namna ambavyo tumeleleka. Hakukuwa na dua wakati wa mahusiano, hakukuwa na dua wakati wa maingiliano. Hukutarajia Mwenyezi Mungu, ya Rabb jannibni shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana, tuepushe na shetani na hichi utakachoturuzuku, tuepushe nacho na shetani. Basi Ibrahim kakaa miaka zaidi ya 80 hana mtoto, mpaka na Zakaria vile vile na wenzake wamekuja kupata mtoto zaidi ya miaka 80 au chini yake kidogo au zaidi yake kidogo, lakini mtoto mwenyewe kamwomba kwa staili, rabbi habli minas salihin, ewe Mungu nipe mtoto awe miongoni mwa wema. Sio mtoto tu, Mtume anasema idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min 3: sadaqatin jariya, ilmin yuntafa'u bihi, waladan salihin, mtoto mwema. Wazazi wetu sisi wameshatangulia huko mbele ya haki, lakini kila siku tunawakumbuka. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe ni mtoto mwema. Hicho ni kipimo. Kama wewe unamkumbuka babako, mzazi wako, mamako waliotangulia, hiyo ni ishara kwamba wewe ni mtoto mwema. Sasa ni wangapi tunawakumbuka wazee wetu waliotangulia? Ramadhani ya 6 hii baba hauko pamoja na, Allahumma ighfir lahu warhamhu, akutilie nuru katika kaburi lako, baba akurehemu. Wangapi tunawakumbuka wazee? wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Wangapi tunawarehemu wazee wetu? Unakwenda tu we kama ruaa, hukumbuki aliyekufa wala aliye hai. Sasa wewe ni kijana au ni kijini? Kweli uliombewa dua wewe wakati wa kuingia kwako huko? Au mzazi alipokuomba kumwomba Allah wewe upatikane, maneno gani yalitumika? Mimi Mola wangu nipe mtoto yoyote tu, bora mtoto wewe nipe tu. Neno salihin, fajaat alijabatu min Allah. Sikiliza jibu la Allah, fabasharnahu bighulamin halim, sisi tukampa habari njema Ibrahim kwamba utapata mtoto tena mwenye sifa alhilm, alladhi yasbiru ala jahalati aljahilin, mtoto ambaye ni mvumilivu, mpole, alladhi yamliku nafsahu, anaweza kucontrol nafsi yake inda alghadab, alladhi yuakhiru aluquba, ambaye kama ni punishment lakini anaweza akaipa muhula, akavumilia, akasubiri. Hizo ndo sifa za halim, ambaye anaweza akakukirimu pamoja na kwamba wewe hushukuru. Bwana, tutawapelekea wale watu hata shukrani hawakutoa. Wapeni, inma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Wapeni hivyo hivyo, hata kama hawakushukuru, msiangalie yoyote. Hii ni sifa ya alhalim. Huyu Ismaili. Sasa yale yaliyokuja baada ya hapo yote yanadhihirisha kwamba sifa ya alhilmu alikuwa nayo. Imam Shafi aliwahi kusema maneno, na haya maneno yanatuwekea wazi huyo mtu mwenye sifa hizo ni nani. Anasema yukhatibuni safihu bikulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. Kuna mwanafunzi mmoja hapa juzi aliniambia, ustadhi, yako wapi mashairi? Mbona unatunyima? Anapenda sana mashairi. Sasa chukua hiyo moja.
Yukhatibuni as-safihu bikulli qubhin, anasema mjinga anaprovoka, anaropokwa maneno kunizungumzia mimi kwa kila uovu, kila ubaya, maneno machafu anayasema kuhusu mimi. Anasema fa akrahu an akuna lahu mujiba, mimi najizuia, sitaki kumjibu. Sifa ya mtu anayeitwa halim hii anayoizungumzia Imam Shafi'i, yukhatibuni as-safihu bikulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. Safihi ni mtu mjinga, jamii yake ni sufaha, sayaqulu as-sufahau minan nas, kila ananipa matusi, kejeli, bikulli qubhin, tena uovu mkubwa unatoka kwenye kinywa chake. Fa akrahu an akuna lahu mujib, mimi nachukia kumjibu, najizuia nisimjibu. Fayazdadu safahatan, fayazidu safahatan. Sasa kama vile simjibu, huwa anazidi ujinga, maana yeye ile faraja yake apate naye kujibiwa, lakini kama ukujibu ndo anazidi. Kesho alikupa kilo, anaongeza kilo 2, kilo 3, kilo anaongeza tu. Ndio fayazidu safahatan wa azidu hilman. Sasa yeye akizidisha ujinga, mimi nazidisha subra na uvumilivu. Ile sifa yangu hilm, na nahitaji hapa Imam Shafi'i, fayazidu safahatan fa azidu hilman. Yeye akizidisha ubaya, mimi nazidisha uzuri. Ile sifa ndio inazidi. Kila akizidi yeye kufanya kitu kibaya, ndio ile subra na ile sifa ya hilmi inajitokeza. Akapiga mfano, anasema ka'udin zadahu min al-ihraqi tiba, yukhatibuni as-safih bikulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba fayazidu safahatan wa azidu hilman ka'udin zadahu min al-ihraqi tiba. Kama vile udi vile vijiti, al-ud ni vile vijiti vile, ukivitia kwenye moto havinuki, vinanukia. Waliooa wengi wao wanajua faida yake. Ukitia kwenye mkaa tu, nyumba yote inabadilika, harufu inakuwa nzuri. Sasa hiyo ndio mtu anayeitwa halim. Kila anapofanyiwa ubaya, yeye huwa anatoa harufu nzuri. Sijui kama anaeleweka. Imam Shafi maneno yake ni maneno ya kiutu uzima, maneno ya balagha, maneno ya fasaha, maneno ya hekima, maneno ya busara, ambayo ukitaka mara nyingine kufahamu kitu, tumia abiyat zake. Mimi nishawahi kusikia baadhi ya watu wasema mashairi tu, maskini za Mungu, maskini za Mungu, maskini wa watu, maskini katika dini. Hawafahamu kwamba ili uifahamu sira ya Bwana Mtume lazima usome lugha ya Kiarabu. Ili uifahamu lugha ya Kiarabu, wewe huna njia ya kukimbia mashairi, hauna. Ili ufahamu adabu al-arabi, huna. Ukiingia huko utasoma vizuri lugha ya Kiarabu, lakini tambua kwamba huko kuna muallaqat, huko kuna fasaha, huko kuna balagha, huko kuna tauria, huko kuna kinaya. Hili somo lote hili ni mashairi matupu. Sasa ukimsikia mtu mashairi tu, huyo ni jahilun jahulun mijhalun jahil. Hivi vitu haviwezi kuepukana na wewe. Ndio maana Imam Shafi'i ni mwingi wa hizo habari. Mambo hayo ndo bahari kubwa imamu wetu Imam Shafi'i. Sasa moja katika kukufahamisha halim ni nani, akamwambia yukhatibuni safih bikulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba fayazidu safahatan wa azidu hilman ka'udin zadahu min al-ihraqi tiba. Nabii Ismail falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay
inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Mtoto huyu ilifika pahali baba akamwambia, mwanangu, nimeota usingizini na kuchinja. Hebu tizama, unaonaje hii habari ya mimi kukuchinja? Yaani kana kwamba namwambia mwanangu, wewe si unajua kama ndoto za mitume ni wahi? Yaani mtume akiota ndo amri hiyo anapewa na Allah. Kwa hiyo mimi nimeota na kuchinja. Kwa hiyo sio ndoto tu. Ismail, innaka ta'lam anna ru'ya al-anbiya wahi. Mwanangu, unajua wewe kwamba ndoto za mitume ni wahi. Sasa mimi nimeota na kuchinja, hiyo ni amri, naambiwa mchinje mwanao. Fandhur madha tara, tizama mwanangu, unaonaje sasa? Na hapa hakuwa anamshauri, anataka kuangalia huyu mtoto, je, ndio yule kweli minas salihin, ndiye mtoto halim, mafunzo yangu yamepita, ndipo. Sikiliza jibu la mtoto. Sasa huyu mtoto kama hakuwa halimu, angeghadhibika kweli kweli. Huyu baba kumbe hasidi kweli. Umeona na enjoy mimi kuishi Ungesikia wani wangapi wanawaambia wazazi wao maneno ya ukakasi? Wangapi huko nyumbani? Ni wangapi wazee tumejibiwa na watoto majibu mpaka leo tunasema mwanangu kanijibu vile, hili jibu hili kalitoa wapi hili? Ni mamama wangapi tumejibiwa na watoto mpaka tunatamani ardhi ipasuke, majibu ya watoto wetu. Na hatukuambia nataka kukuchinja, wala hatukuambia nataka lete kisu nikukate hata kidole. Huyu hapa baba anamwambia mwanangu, nataka nikuchinje. Bado mtoto anamwambia, ya abati fa'al ma tu'mar, baba fanya ulivyoamrishwa haraka. Wewe je, sema satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanipata Mungu akipenda, mimi nimo katika kundi la wengi wenye kusubiri. Tena hakusema kama vile alivyosema Nabii Musa. Nabii Musa alivyoandamana na Khidr alisema satajiduni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra. Wewe Musa, wewe Khidr, wewe niandamane nami, kubali tu tuandamane pamoja, utanipata mimi Mungu akipenda sabiran, ni mvumilivu mwenye kusubiri, mimi nitasubiri. Lakini yule neno lake lile kusema, hakusema if'al ma tu'mar ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah sabiran, hakusema hivyo. Mina sabirin, hii ni tawadhu. Tawadhu, unyenyekevu wa Nabii Ismail, kwamba kajiingiza katika kundi la wenye kusubiri. Hakujitapa kwamba mimi mwenyewe niko strong enough, na mimi nitakuwa mmoja miongoni mwa hao. Huyo mtoto anaonyesha kila aina ya lugha nzuri, na hilmu inaonekana, la yatafajjaru min baini janabati. Akaambia satajiduni insha Allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu liljabini wa nadaynahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin, mpaka akhir al-ayat. Khulasa kisa ni maarufu kwenu, lakini nataka ile sifa, fabasharnahu bighulamin halim. Wana historia wanasema Ismaili akamwambia baba, kisu utakachonichinjia kiwe kina makali, kinoe mpaka kiwe, maana kinakata hewa kwa makali yake, alafu kipitishe haraka kwenye koo langu. Maana usije ukachukua kisu kikawa
kinachelewa kuitekeleza amri ya Allah, alafu nifunge miguu na mikono nisije kutikisika, maana kuchinjwa sio kitu rahisi. Pengine kile kisu kirudi kwako kikijeruhi kule kutikisika kwangu. Ng'ombe tu tunawaona siku ya Idi. Kuna mmoja alinitumia picha, ng'ombe yuko juu ya paa, anamwambia ng'ombe wa Idi huyo, akifurukuta hivi anaweza akaondoka na mtu. Sasa nifunge mikono, nifunge miguu, kisha nifunge kitambara, yasije macho yako na yangu yakaja yakakutana, huruma ikatokea pale, ukatawakaf, sitekeleze amri ya Allah. Kisha nguo yako wakati unachinja inyanyue, damu zije zikaruka zikaingia kwenye nguo yako. Ukirudi nyumbani, mama akaziona damu akahuzunika. Yani wanasema aldhabihu yakhafu ala dhabih, mchinjwa ndiye mwenye kutoa instruction kwa mchinjaji na anamuogopea yeye asije akajeruhiwa na kisu kile. Akachinjwa lakini kisu hakikupita. Hii ni moja ya ghulamun halim, ya sifa ya hilmu ya mtu ambaye yuko tayari aitekeleze amri ya Allah na asitoe matusi wala maneno masimango hata kama amri ni ngumu, kwa sababu sifa yake ni alhilmu. Nabii Ibrahim baada ya kuondoka muda mrefu, nyinyi mnajua, alimwacha mwanawe Ismail pale baada ya kujenga al-Kaaba, lakini arada yawman min al-ayami an yazura bina. Alipokuwa mkubwa mwanawe Ibrahim alitoka Syria akaja kumzuru mtoto wake ziara. Sasa hakubahatika kuja kumuona katika nyumba, alibahatika kumuona mkwewe, yani mke wa mwanawe Ismail. Kaingia pale, mzee anamuona mwanamke, akamuuliza yule mama mwanamke, mkewe Ismail, aina zawjuki, mumeo yuko wapi? Akamwambia kharaja yabtaghi lana, mume wangu ametoka kwenda kututafutia riziki. Kharaja yabtaghi lana, ametoka kwenda kututafutia riziki. Akamuuliza swala la pili, kaifa aishukum, kaifa taishun, hebu nipe maisha yenu, mnaishije hapa, nataka kujua. Akamwambia fi shar shidda wa dhiq, maisha yetu ya taabu sana, maisha yetu ya dhiki, sharu aishi, tuko katika maisha mabaya mno. Hebu tasawar, Nabii Ismail ameondoka, mkewe ametembelewa, wala hajui huyu mgeni ni nani, hajui. Ameulizwa maisha ya nyumbani, analalamika, maisha yetu ya tabu, maisha yetu ya dhiki. Ala, sasa idha rajaa zawjuki faqra'i minni salam, akirudi mumeo mpe salamu, mwambie hivi, liyughayyir atabata dari, mwambie akibadilishe kizingiti cha nyumba yake, cha mlango hicho akibadilishe. Haya, kwa heri, haya naenda. Ismail alivorudi usiku, anasema katika hadithi, kaannahu anasa shay'a, yani akahisi kama vile tunavyosema kwa Kiswahili machale, kuna kitu kimepita. Akamwambia, hal jaa min ahad, kwani kuna mtu kaja hapa leo? Qala naam, ndio kaja babu mmoja hapa. Yukoje? So min wasfihi kadha wa kadha, kamweleza vile alivyo. Ismail kuna hizi sifa za baba Nabii Ibrahim, huyo babangu. Akamwambia, dhaki abi,
huyo ni babangu huyo. Hal amaraki bishai, je, alikuamrisha kitu chochote wewe? Sema naam. Qala litughayyira atabata dari, kasema badilisha kizingiti cha nyumba yako. Akaambia basi babangu kasema nikuache. Unaona maneno ya wakubwa, wanafahamiana wenyewe. Hizi ni vitu leo nyinyi mnasema kodi Mimi nilisikia hili neno kwa vijana wangu, mmoja wao aliniambia hiyo kodi hiyo. Lakini kuna maneno watu wengine hawaelewi. Sasa yule mama maskini hakufahamu kitu pale. Wa Ismail alivyoambiwa tu ghayyir atabata dari. Anasema atabatu dari hiya ant, kizingiti cha nyumba ni wewe. Alhiqi bi ahlik, talaka si mke wangu, nenda kwenu. Kwanza hapa natoa tanbih. Kuna watu wanasema baba kanambia nimwache mke wangu, mama kanambia nimwache mke wangu. Si Nabii Ibrahim alimwambia mwanawe aache mkewe na akamwacha? Kwanza wewe nakuuliza, wewe ni kama Nabii Ismail? Na wewe na huyo baba hapo huyo ni kama Nabii Ibrahim naye? Kuna vitu manake lazima tuambiane mapema kabla hatujamaliza. Sema bwana, mimi nataka mke kama Bi Khadija. Na wewe utakuwa kama bwana Mtume Muhammad. Ujue Mtume kaishi miaka 25 na Bi Khadija bila kuudhiwa, bila kumuudhi nyumba hiyo, mpaka kiasi Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua na Jibril wanaongea. Muda mchache Bibi Khadija anakuja, Jibril anamwambia Khadija, huyo anakuja amebeba kitu katika mikono yake, bashir Khadija bi baitin fil janna. Akifika hapa mpe salamu, mwambie na Jibril anakusalimia salamu kutoka kwa Allah, amekuandalia nyumba Allah. Kwa nini amemwandalia nyumba? Ulama ushurahu alhadith wanasema kwa sababu Bi Khadija alitengeza nyumba. Nyumba usifikiri ni hii tunaojenga. Nyumba ni ile ambayo inakuwa na utulivu, ndani yake raha, ndani yake furaha. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin. Nyumba hiyo sakan, mawadda, rahma. Bi Khadija alitengeza hii nyumba hii. Nyumba inawezekana ikawa ya matope, lakini hakuna mawadda, hakuna rahma, hakuna sakan. Nyumba inawezekana ikawa ya nyasi, lakini kukawa kuna mawadda, kuna rahma, kuna sakan. Hiyo ndio nyumba. Sasa kilima kizuri, nadhara nzuri, mtizamo mzuri, mguso mzuri, hiyo inatengeza nyumba. Maneno mazuri, maneno. Mfalme alichinja, akamwambia mtumwa wake, nichinjie mbuzi alafu niletee vitu viwili vizuri mno kutoka katika mbuzi huyo. Akaenda akachinja, akamletea ulimi na moyo. Siku ya pili akamwambia nichinjie tena, niletee vitu vibaya mno. Akaenda akachinja, akamletea ulimi na moyo. Akamwambia jana nilikwambia vizuri, ukasema ukaleta ulimi na moyo, leo vibaya hivyo hivyo. Naam, innahuma atyaban idha taba wa akhbathan idha khabutha. Hivi vitu viwili hivi ni vizuri mno vikiwa vizuri, na ni vibaya mno vikiwa vibaya. Sasa ukiwa na mume nyumbani ana maneno mazuri, au mke ana maneno mazuri, huyo anatengeza nyumba kwa maneno. Kilima ni masulia. Neno, ndugu zangu, linabadilisha mtizamo wa mambo yote. Mtume anasema unaweza ukasema neno moja tu likakuingiza motoni masafa ya miaka 700. Neno ni neno tu, ni neno. Bibi Aisha alimwambia Mtume, inni ara Safiyata qasira,
namwona Safia ni mfupi, kamzungumzia hajmu yake alhaqiqi. Mtume kamwambia qulti kalimatan law muzijat bima'i albahri la mazajat, umesema neno lingetupwa baharini lingeyabadilisha maji ya bahari. Kumwambia mtu ni mfupi, yeki mwenyewe akikusikia watakasirika. Ni sisi ni mangapi tunawasema watu maneno mabaya, mangapi, wala hatujali, hatuchungi ndimi zetu kutokamana na maneno. Sasa wewe mwanamke, mtu amekuja ni mgeni, humjui ni nani wala ni nani, unaulizwa mnaishi vipi, unaanza kuropokwa. Baadhi ya wake zetu ndio wako hivyo. Umeenda wewe unapita njia tu, shemegi yupo, nikwambie nini? Wao niambie nini? Hapa kutokea niolewe mimi sijaiona furaha huyo mtu. Ni nyingi we, hasidi mkubwa we. Ndio Nabii Ibrahim aliyajua mapema, ambe huyu amfai mwanangu huyu, mwambie badilisha haraka kizingiti cha mlango hicho. Umeulizwa unaanza kuropoka, unataja maisha yenu, tena wewe huna shukrani. Mtume hadithi inasema je, la yashkuru Allah man la yashkuru nas. Sikuwa na shukrani kwa watu, hata mshukuru Mwenyezi Mungu mtu ambaye hamshukuru Allah. Basi angalau ungesema alhamdulillah. Kwani we mara ngapi umeamka mzima, huna maradhi, una siha imejaa, unaona hata kule kwenda haja ikatoka, kama ni haja kubwa au haja ndogo, hizo pia ni neema za Allah. Kuna wengine hawatoi hivyo vitu, basi useme alhamdulillah. Kuna nini wewe umenyimwa mpaka unasema fi shiddatin wa dhiqin fi sharri al-aish? Kuna nini? Unasema maisha yetu ya taabu, ya dhiki, maisha ya taabu yetu. Nabii Ismail akaja akamwambia kwenu, akaenda zake kwao, akakaa. Nabii Ibrahim akaja tena, ziara ya mara ya pili. Akija Nabii Ismail ameweka mke mwingine vile vile, akamuuliza aina dhahaba zawjuki, mumeo yuko wapi? Akamwambia dhahaba yabtaghi lana, kharaja yabtaghi lana, katoka kwenda kututafutia. Akamwambia kaifa huwa aishukum kaifa taishun, nipe habari kuhusu maisha yenu, mtihani wanapewa. Anasema nahnu fi khair, mtihani kaupasi, anasema wallahi tuko katika khair. Na shurahu alhadith anasema wala hakukuwa na mabadiliko yoyote kwa mke wa kwanza na mke wa pili, maisha yalikuwa yale yale. Yule anasema shida, viki, shari, huyu anasema nahnu fi khair, masha Allah. Tena alivyomuona tu anakuja, alimpokea vizuri, kutaka kumkirimu. Mumeo yuko wapi? Mume ametoka. Maisha yenu yakoje? Maisha mazuri alhamdulillah. Taamukum, chakula chenu nini? Ma huwa taamukum? Zio taamuna al-lahm, tunakula nyama sisi, tunakula nyama. Sharabukum alma, maji au al-laban, maziwa. Inasemekana Nabii Ibrahim